Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza na mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali na masahaba zake. Mheshimiwa mgeni rasmi Alhaj Abu Bakri Khalid, mshauri mkuu wa Mufti, Mheshimiwa makamo mkuu wa chuo cha Al-Haramain, chuo cha walimu Al-Haramain, mwalimu Suleiman, afisa utawala ofisi ya Mufti Alhaj Bagwan Jumbe, na mwalimu wa madrasa aliyotuombea dua, waheshimiwa viongozi wa vikundi na madrasa za kina mama waliohudhuria, wapendwa wanafunzi na wale wahitimu. Kwanza nasema kwamba kwa kuwa mafunzo haya na programu hii inafanywa ndani ya chuo cha Al-Haramain kwa hisani kubwa ya ofisi ya Mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakri Zubair bin Ali, na kwa kuwa jana juzi imekuwa ni wakati wa msiba kwake katika hizi wiki mbili, kwa hisani kubwa tunashukuru kwa mahaba na kwa upenzi wa Mwenyezi Mungu amewasili mshauri mkuu na wapekee wa Mufti wa Tanzania Alhaj Abu Bakri Khalid. Amewasili Alhaj Abu Bakri Khalid ambaye ni mshauri mkuu wa pekee, na mimi naweza kusema sio mshauri tu wa Mufti, lakini ni tegemeo la Mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakri Zubair bin Ali. Amewasili hapa, amewasili kumwakilisha Mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakri Zubair bin Ali. Aliyewakilishwa ni Mufti na aliyewakilisha ni Alhaji Abu Bakri Khalid, ambaye mimi nasema anafaa zaidi kuhudhuria hapa kuliko hata Mufti mwenyewe, kwa sababu kama yeye ndio mshauri na msaidizi na tegemeo la Mufti, basi kwa vyovyote atakuwa tegemeo la jambo tunalolifanya. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu alivyomkirimu wema, uchamungu, lakini kamkirimu vitu vingi ambavyo vitatusaidia. Alhaji Abu Bakri Khalid, mheshimiwa, kabla hatujaanza nilikuwa nataka nikujulishe kwamba hafla hizi siku zote mgeni rasmi anakuwa ni Mufti. Kama vile kwa Tanzania sikukuu ya uhuru vile mgeni rasmi automatic haulizwi, ni rais, na hawa wanafunzi ni wanafunzi wake. Kwa hiyo na humu ndani wamehudhuria wawakilishi wa vikundi mbalimbali vya kina mama kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Semina hii ya kompyuta ya wanawake kwetu sisi Baraza Kuu la Waislamu imekuwa ni jambo jema sana kuona wanawake mmejitokeza kwa wingi katika kushiriki kwenye mafunzo haya ya kompyuta, kwa sababu nyinyi wanawake ndio walezi wa familia, ndio walezi wa watoto wetu, ndio ambao wakati wote mko karibu na watoto, na watoto siku zote huwa wanamsikiliza mama, kwa sababu ndio wanaokuwa naye muda mrefu. Kwa hiyo kujitokeza kwenu kwa wingi katika kushiriki kwenye semina hii sisi ni faraja kubwa kwetu.
Mheshimiwa Mufti ameniambia niwasalimie na niwapongeze kwa utikio wenu huu mlioonyesha. Sijui alijuaje kwa sababu ya kufika hapa, lakini mimi nimeona kweli hata namba hapa ya wanawake na wanaume, ninyi wanawake namba yenu imekuwa ni kubwa. Pia mtakuwa choyo wa shukrani kama washukuru wanaume wahitimu wa mafunzo haya ambayo leo wako hapa wakiwa tayari wanajidai kwa sababu wamepata elimu waliokuwa hawakuitarajia, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kupitia Mheshimiwa Mufti leo wamehitimu mafunzo hayo na wamekuwa tayari wanaweza kutumia kompyuta katika shughuli zao za kila siku. Zangu Waislamu, kujitokeza kwenu katika mafunzo haya ni kuunga mkono kauli mbiu ya mpendwa wetu Mheshimiwa Mufti wa Tanzania inayosema ni kuunga mkono kauli mbiu ya Mufti wetu mpendwa kwa vitendo, ambayo inasema kujitambua, kubadilika na kuacha mazoea. Sasa nyinyi leo hapa mmejitambua kwa sababu mmeona kama sisi hatujui elimu ya kompyuta, mlivyoitwa mkaitikia na mkaja kushiriki katika mafunzo hayo, na alhamdulillah leo wanaume, hii ni kozi ya 4, kwa hiyo ni mahafali ya 4 ya wanaume. Lakini Mheshimiwa Mufti akaona sasa na hawa walezi, je, sisi tumejua na hawa walezi wetu tunaowalea, ndio ikaanzishwa darasa la kina mama. Sasa kina mama leo nyinyi ni fursa yenu, ni mwitikio wenu. Ingawaje katika vikundi vilivyojitambulisha hapa, kina mama wengi wanalalamika, wanasema sisi tunatoka mbali, darasa liko mbali. Lakini tujiulize, tuna watoto wetu wadogo ambao leo mtu anakaa huko Majore lakini mtoto anasoma Upanga, na ni wewe mama ambaye unamwamsha alfajiri saa 11 akenda akapanda basi akenda kusoma. Wewe kozi yako ni muda mfupi, lakini mtoto wetu mdogo huyo yeye anasoma miaka 7 au 10, lakini huoni tabu na wala halalamiki, na akilalamika mama unakasirika na saa nyingine unampiga. Kwa hiyo tuwe na moyo akina mama, wala tusione mbali, kwa sababu sisi ndio tunaanza. Na hata huko mikoani mnakokwenda, haya mafunzo tutaanza kwenye makao makuu ya mikoa, baadaye polepole kadri Mungu atakavyotupa wasa ndio tutateremsha sasa kufanya katika wilaya madarasa haya na hata katika kata, kwa nguvu za Mwenyezi Mungu inshallah. Mingine ambalo nataka niliseme akina mama baada ya kupata haya mafunzo, hata kwa kina baba pia, ni kuyatumia vizuri, kwa sababu elimu yoyote inakuwa ni mzuri kama ukiitumia vizuri, lakini ukiitumia vibaya inakuwa mbaya. Hata chakula ni kizuri tunakula, lakini ukivimbiwa basi inakuwa wewe sio chakula tena, kitakupa shida. Elimu ya kompyuta ni pana sana, na kama watangulizi walivyosema, haihitaji mtu kusoma sana hata kama hakusoma. Na tunaona mfano watoto wetu wadogo tu, hizi smartphones leo wanazitumia, hata hajaanza shule hajui kuandika hata ABCD. Ukiweka password yako wewe, ukiweka hapo chini dakika 5 unakuta mtoto tayari ameshafungua simu yako. Sasa hii elimu ambayo ya kompyuta tutakayopata, na wasihi tutumie vizuri, sije ikawa tena hii imetufungulia kutuharibia maadili.
Na akina mama ni muhimu sana kujua hii elimu, kwa sababu nyinyi ndio mnakaa na watoto. Mfano niliotoa wa smartphone huo, watoto wetu kwenye mashule wanakatazwa wasiende na simu, lakini wanaficha, hawana azima kwa mtu yote. Kila siku tunapata kesi kwa walimu, wanawakamata, na bahati nzuri hata kama mkuu chuo yuko wanawakamata watoto na simu, na wakifungua simu wanakuwa na mambo mengine ya ajabu. Sasa nyinyi akina mama mkifahamu kompyuta, ukijua namna ya kufungua simu, ukijua namna ya kunini kitu yote, utakuwa na uwezo wa kuweza kumdhibiti mtoto asiharibiwe na haya maendeleo ya teknolojia yaliyopo sasa, kwa sababu haya sasa ni lazima. Ukisema wanyime watoto simu, kuna kompyuta lazima afundishwe na shule ya nani, kuna internet cafe wanakwenda watoto saa nyingine kufanya homework. Kwa hiyo madhumuni ya haya mafunzo kwenu nyinyi ni kuwalinda hawa watoto wasiharibike kwa haya mafunzo ambao wanapata kwa hizo kompyuta ambazo watakuwa wanazitumia. Lingine, kwa kina mama wana semina, mimi na shauri katika mkutano huu, kama ilivyo kazi yangu mimi ni mshauri, akina mama tusibwetee, tuwe wachumi. Lugha ya sasa mnaita wajasiriamali. Wengine hapa ni watu wazima, wengine hapa ni watoto, lakini hali ya uchumi sasa hivi inahitajika sana kufanya mapinduzi, hasa kwa upande wa kina mama. Uchumi mdogo mdogo ni muhimu sana kuliko hata huo uchumi mkubwa, huu uchumi wa mtu mmoja mmoja au uchumi wa vikundi. Nimefarijika kuona hapa kina mama wengi, kuna vikundi tofauti ambavyo vipo hapa na vinawakilishi katika semina hii. Baada ya semina hii, vikundi vyenu visiwe ni semina tu kusoma na mikutano mingi, iwe ni kutafuta namna ya maendeleo. Mkiwa vikundi kusaidika ni rahisi. Zamani na historia hapa Kariakoo yote hii, nyumba hizi zilikuwa ni za wanawake, na walizijenga hizi nyumba kwa kuuza vitumbua na mandazi. Lakini leo niambie, ni mwanamke gani mwenye nyumba anayetaka kuuza mandazi au vitumbua? Kila mwanamke anataka afanye kazi ofisini. Kuna ofisi ngapi? Hao walioko ofisini kila siku wanatolewa, na kila siku kuna wanafunzi wangapi wanaomaliza shule, na wao wanataka ajira hiyo. Kwa hiyo kujiajiri wenyewe ni muhimu, hasa kupitia huu mpango wenu wa vikundi. Hapa mnapata elimu na mnazungumza mambo ya kiuchumi, mnajiorodhesha, mnajisajili vizuri. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwetu sisi kama baraza hata kuomba wafadhili kuwasaidia, ili na nyinyi mkapata mahitaji yenu, kwa sababu akina baba tuna sisi kwa kila kitu kwa fulani utaona mzigo, au labda tunataka tupunguze idadi ya namba za wake. Jambo lingine kwenu nyinyi akina mama naloomba ni kushika vizuri ya mafunzo ambayo mtayapata na kuwashawishi wenzenu mitaani. Na Mheshimiwa Mratibu, mimi naomba haya mafunzo yasiwe tu ni ya viongozi kina mama au viongozi wa vikundi, yawe ni ya Muislamu yoyote pale katika mtaa mnapokaa huko, mmoja mmoja unawashawishi wanaingia katika kupata haya mafunzo ya kompyuta, na wanashirikiana na nyinyi katika kuanza vikundi vya kuanzisha miradi midogo midogo ya kibiashara. Lingine nataka niwaambie tu, Mheshimiwa Mufti ana mpango wa kuanzisha elimu ya watu wazima. Bado tumeona kuna haja, kwa sababu pamoja tunasema karne hii hakuna mtu aliyokuwa hajui kusoma na kuandika, lakini kuna wengine ambao mmoja hawajui kusoma na kuandika, na wale wanaojua kusoma na kuandika waliopo pengine ameishia la saba. Sasa Mheshimiwa Mufti sasa hivi anafikiria kuanzisha elimu ya sekondari ya watu wazima, ili hata kama mtu yuko nyumbani ameshazaa
ameshajukuu, ana fursa, mlango uko wazi na yeye kwenda kujifundisha yes no ili mtoto wako asiwe wewe hata anakuja anapishe anakuuliza mama hichi kitu gani, unakimbia. Mjibu, unamwambia ngoja aje babako, baba naye anamwambia ngoja aje dadako. Hamna kitu kwa watu wote. Kwa hiyo muombe Mungu ufanikiwe katika mpango wetu hii, ili tuweze kupata elimu na sisi tuweze kusaidia watoto wetu hata katika pishe, wasiishie watoto wetu kufeli.